Unatuondoka ya Ramadhan, mwezi wa baraka, mwezi wa amani. Unatuondoka ya Ramadhan, mwezi wa baraka, mwezi wa amani. Usiku wa cheo Lailatul Qadr, usiku wa baraka, Lailatul Qadr. Unatuondoka ya Ramadhan, usiku wa baraka ya Ramadhan, mwezi wa Qur'an, mwezi wa ihsan, mwezi wa tarawih ya Ramadhan. Muwada ya Ramadhan, mwezi wa baraka, mwezi wa aman. Muwada ya Ramadhan, mwezi wa baraka, mwezi wa aman. Unatuondoka ya Ramadhan, mwezi wa baraka, mwezi wa aman. Ikhwani wa ahbabi fillah, tuko mbele na mashekha, na hii ni kasida ambayo tunaisoma kila ikifika akhira min shahri Ramadhan. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akubali ibada zetu, na kwa baraka ya ugeni huu Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wacha Mungu mpaka kuondoka kwetu. فاجعل امورنا كلها سهلا، فاجعل امورنا كلها سهلا. Ramadhani, mwezi wa baraka, mwezi wa aman. Unatuondoka ya Ramadhan, mwezi wa baraka, mwezi wa aman. Ikhwani wa ahbabi fillah, tupo mbele na mashekh, na hii ni kasida ambayo tunaisoma kila ikifikiwa akhiru min shahri Ramadhan. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atakubali ibada zetu, na kwa baraka ya ugeni huu Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wacha Mungu mpaka kuondoka kwetu. Kwa Sheikh dua. Dua ikiwa imehitimishwa hivyo, lakini yote ni nashida ambayo imeweza kusomwa hapa, ikiwa imewaliza watu wengi. Namwona mzee wangu hapa sanjari na kwamba kidogo miguu yake sio mizuri sana, sio mizima sana, ameweza kutoa machozi na shida hii ambayo imeweza kusomwa hapa. Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake tutarejea. Ukimkumbuka Mwenyezi Mungu, basi ni lazima uyafuate yale yote ambayo yanatakiwa kufanya. Ni matangazo haya moja kwa moja kutokea Masjid Nur hapa visiwani Zanzibar. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole sana mzee wangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa uchache tutofahamu jina lako. Jina langu naitwa Abdul Aziz. Abdul Aziz, labda Waislamu ambao wanakuangalia duniani kote sasa hivi, nashidi wakati nasoma umetoa chozi, labda kipi ambacho umekikumbuka zaidi? Ramadhani yetu imeshaondoka na hatuna tena nguvu za kuendelea na Ramadhani yetu ishaondoka, na nilikuwa bado tunaitarajia iwepo. Hatujui kama tutaidirika 1447 ama vipi. Sasa kama si wazee tena, hatujui kama tutafika tena. Wengine labda wameshindwa kutoa machozi, labda nini ungependa kuwaambia Waislamu sasa walau kuidiriki Ramadhani ijayo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu? Hii Ramadhani kwa kweli ni mfano wa utukufu wake mwenyewe alioleta. Kwa hivyo hii Ramadhani tuistahi na tuifanyie makadara yake ya kidini, makadara yake ya kidini tuifanyie hivyo, kwa sababu
dini ndio kielelezo cha mwenyewe Allah anachotupa, tuwe na msimamo huo, tusiwe na mambo ya machafu, mambo mabaya, mambo ya kusemana, mambo ya kutukanana. Tuende kwenye dini yake aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kumalizia, tunaomba baraka zako mzee wangu, naomba baraka zako mzee wangu. Labda tunaelekea uchaguzi mkuu wa serikali ya Tanzania, uchaguzi mkuu Tanzania. Nini wito wako kuelekea uchaguzi? Wito wangu nauleta kwamba tufanye uchaguzi wa halali, tusibuguziane, tusilete shari, tuwe na amani katika nchi yetu, tusiwe na ubadilifu wowote, tuwe na imani, tusigombane. Yeyote atakayepita basi tumpokee. Nikushukuru. Ni matangazo haya ya moja kwa moja tukiwa tunatokea Masjid Nur hapa visiwani Zanzibar, ambapo tuko hapa katika ziara hii ya miaka 11 ya Sharif Muhammad Hatimi, leo akiwa amekuja na mwalimu wake. Tulikuwa wote kule Dar es Salaam International Airport, lakini jana tulikuwa wote msikiti wa Mtoro katika usiku wa Lailatul Qadr. Leo tumeamkia visiwani Zanzibar na tumeweza kuswali kwa pamoja hapa swala ya Ijumaa. Tumekutana na wadau kadha wa kadha, Waislamu hawa wapenda kheri hawa. Tufahamu jina lako kwanza. Ikhwani wa ahbabi fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Talib Muhammad, au wanapenda kuniita akhi Talib, nikiwa kama ni kijana wa Sheikh Uthman Maalim katika msikiti uliokuwepo Zanzibar Unguja, Masjid Nur Muhammad uliopo kwa Mchina Mwanzo. Tumeona hapa comment zimekuwa nyingi, kwa nini huyo munshid anawaliza watu? Imekuwaje umetoa nashidi ambayo imewatoa watu wazima machozi? Wallahi hii ni ada yangu, na kila kitu Mwenyezi Mungu amembarikia au amempambia nacho. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kuna njia nyingi mbalimbali za kufikisha da'wa au ujumbe kwa hadhira ya Waislamu kiujumla. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nimeona nitumie mahadhi au nashidi hii kavu kwa ajili ya kufikisha ujumbe na kuwazindua Waislamu kiujumla, kwa sababu ni kweli tunauaga, lakini katika kuaga, na ndio maana wazee wanatoka machozi, huenda sisi ndio tunaagana na Ramadhani. Ndio hilo ambalo wengi walitawafanya watoke machozi. Hii Ramadhani biidhnillahi alkarim katika mwaka unaokuja itarudi tena, lakini sisi ma'al asafi shadid ndo hatuna uhakika kama tutarudi. Kwa huenda hii Ramadhani inatuaga sisi, na ndio maana kwa mtu ambaye ana ibra, ana mazingatio, akisikiliza maneno haya atasema kweli ni muwaddawi Ramadhani. Kwa hiyo tumuombe tu Mwenyezi Mungu mema tuyafuate na mabaya tuyaache, na Allah tuwafikishe. Ikiwa na khair akatufikisha mwakani, Allah tunamuomba hivyo, lakini ikiwa kama muda wetu umeisha, tujalie husnul khatima na tujalie mwisho uliokuwa mwema kwa ajili ya kutupokea huko tunapokwenda. Nikushukuru sana. Asante, jazakum.